Jina langu ni Teresia Warui. Mimi ni trainer kutoka Action Aid Global Platform Kenya. Ujasiriamali jamii ni aina ya social entrepreneurship ambayo tunaangalia matatizo ambayo yanayokumba jamii, vile tunaweza tengeneza faida kwa kuwa solution kwa zile matatizo, na pia tutaiziendelezaje, because vijana wanapokuja pamoja wanaangalia ile shida iko wapi, wako na roho ya kusaidia jamii, lakini watafanyaje? Kuna uwezekano vijana wanaweza kuwa wanaangalia hayo matatizo na pia wanakuja wanatengeneza solution, na wanaangalia tukitengeneza hiyo solution, kwa sababu tuna shida ya unemployment, tutaweza kutengeneza aje mapato kupitia ile shida. Hiyo ndio kuhusu social entrepreneurship. Kwa hii wiki tumeangalia na tumeweza kuzungumza na vijana wa Tanzania. Kitu ambacho kimenifurahisha ni ile thirst ambayo wako nayo. Wako na ile kiu ya ku learn more about social entrepreneurship. Mawazo ambayo wamekuja nayo, the ideas they have come with are totally excellent. Wamekuja nayo, wameangalia mashida yao, na pia tumeweza kuangalia kwa hiyo process ambayo utapataje hiyo shida, utakujaje na solution, na utezaje kuibrand ndio jamii iweze kukusupport, kwa sababu social entrepreneurship si about competition, ni about wao kuja pamoja kwa umoja na kutengeneza jamii. Know your value, understand your value, understand whatever you are offered you. When you are getting an assignment, ukipatiwa kazi, do it in the shortest time possible, and do it so well that people don't want anyone to do it again for them apart from you. Simple, very important. Knowledge and skills about your product. Make sure you are the best in whatever you do. If you're selling rabbits, if you're bringing, let people think about rabbits and think about you. The next business model is what we call the low-income client model. The low-income client model become a fee-to-service. But sasa, nakumbuka fee-to-service niliwaambia wanalipa, lakini it's not extremely high, and then they get very quality services. Ideally, when you look at hizo services wanapata ama wana access, you compare na ile pesa wanalipa, haiko, they are not matching, yeah? Wangeenda mahali pengine wangechajua way higher than that. Ndio. So they are still able to access quality, but at a slightly lower fee, yeah? And then it does not specifically target, it is for anyone. Whether when it's tajiri, when it's maskini, anyone can be able to access it. Ata struggle, kama ni maskini ata struggle kidogo, kama ni a very rich family, bado they can still be able to access those services and feel comfortable because the services, after all, they are quality. Kitu cha kwanza kilichokuja kichwani mwangu ni kwamba ni kwa namna gani mwanamke kama goalkeeper bado anaweza akawa proud goalkeeper. Ni kwa namna gani anaweza kujivunia kwa mama wa nyumbani. Kwa vile kuna mifugo kadha wa kadha ambayo ni midogo ambayo hivyo inapatikana katika mazingira tunayoishi, nikaona labda tunaweza tukatumia vitu ambavyo viko pale katika mazingira yake, na mbali na kwamba ni katika mazingira yake, tusimtoe pia mbali na familia yake, maana bado anaipenda familia yake, bado anapenda watunze watoto wake. Ni kitu gani tufanye ili mwanamke yule aweze kuitunza familia, lakini pia awe anapata pesa? Ndio tukaja na hii idea ya kufuga sungura. Kwa hivyo tukaona kwamba idea ya kufuga sungura ambaye ni mnyama ambaye anaweza kukupatia kipato cha pesa, lakini hapo utakuwa unapata muda mwingine wa kuendelea kutunza familia yako na unaendelea na majukumu mengine. Ndio tukaanzisha idea ya sungura, ambapo lengo letu kubwa ni kuwafanya wamama wa nyumbani wawe proud goalkeepers, na isiwe kama ni sehemu ya disappointment kwao kwamba mimi goalkeeper siwezi kufanya kitu chochote. Na hii idea tunataka kuimplement vipi? Kikubwa ambacho tutafanya ni kuempower hawa goalkeeper, wawe proud goalkeeper, kwa kuwakusanya. Maanake tutawapa mafunzo ya jinsi gani ambavyo wanaweza wakamfuga sungura yule, lakini hapo wakati wanamfuga yule sungura wanaendelea na kazi zao zingine, na pia hawahitaji kuwa na pesa nyingi ama hawahitaji kuwa na maeneo makubwa, kwa sababu wengi wetu tunawafahamu goalkeeper hana ardhi, hana chochote kile ambacho ni cha kwake, labda unaweza kusema akilete ili aanzishe biashara. Kwa kutumia vile alivyonavyo tuweze kumsaidia awe anaingiza kipato, kwa sababu yanayomuumiza yote ni katika kuitenga tu familia yake. Kwa hiyo tutawafundisha
tutawafundisha wamama hao namna ya kutumia kidogo walichonacho ili wajiongezee kipato. Lakini mbali na hivyo, tutawafundisha pia namna ya kutumia, tunaweza tukasema, miti ya asili ambayo inawazunguka ili kulisha ile mifugo na baadaye iweze kuwaingizia kipato. Kwa hivyo kama social enterprise model ambayo tutaitumia sisi itakuwa ni employment business model, ambapo katika kuwafundisha vile kwa mwanzoni tutawapatia sungura ambao wataanzia kama starting capital, alafu sungura wale watakapokuwa wanakuwa, sisi tutakuwa tuna offer market kwao. Lakini katika kipindi chote hiki mtu anaweza akawa anajiuliza kwamba sasa kipindi chote hiki mpaka wale sungura wanakomaa, huyu mama atakuwa anaendelea vipi au atakuwa anaishi vipi? Sisi tukaonelea kwamba kwa vile sungura ni mnyama ambaye hakuna chochote kinachopotea kwake, mkojo unatumika kama fertilizer, manure inatumika kama mbolea. Kwa hiyo tuta engage na vijana wenzetu ambao wao wana nguvu na pia wana uwezo wa kuingia masokoni, wakaendelea kutafuta masoko ya bidhaa ambazo zinahitajika. Kwa hiyo tutakuwa tunachukua ile mkojo kutoka kwa wale wamama na zile manure tunaingiza sokoni, tunauza, ambapo pesa ile itamsaidia yule kijana kujiajiri, lakini pia itamsaidia na huyo mama kujisustain katika kipindi hicho mpaka mradi wa sungura tunakwenda kuchukua na kwenda kuadi value ya ile nyama inaingizwa sokoni. Katika jamii yetu tunakumbwa na tatizo kubwa sana, na hili linagusa kila mtu. Na wakati naliangalia hili, nina mifano ambayo naiona, lakini pia ndani ya familia yetu ilinitokea. Wakina mama wajawazito wanapoenda kujifungua, utakuta madaktari wanasema kwamba damu ndogo, aongezewe damu. Kwa upande wangu, katika idea yangu, niliona kwamba kwa nini mimi kama Shauri, mimi kama yombayomba, nikaenda kuanzisha kilimo cha rozela. Ondoka kwenda kufanya utafiti katika mkoa huu wa Pwani, sehemu ambayo wanalima rozela ni Bagamoyo, lakini Tanzania nzima katika mikoa ambayo nimeifuatilia ni Dodoma, Morogoro, Pwani yenyewe, na sikumbuki, na nadhani kama mikoa kama minne. Na kuja kuangalia ni kwamba mikoa ni michache sana ambao wanalima kilimo hiki, na sijui kwa sababu labda wanadharau, lakini kumbe zao hili lina impact kubwa sana. Kwangu mimi imekuwa ni fursa, nikasema lazima nitaenda kulima hivi. Kwa nini? Na namna gani naenda kufanya hizo kilimo? Kwanza ni eneo tayari, nasema kwenye familia yetu kuna eneo kubwa. Kwa hiyo tusitumie lile eneo. Binafsi nasema nitakitumia lile eneo. Na target ni kina nani ambao wanaweza kuanza kwenye ile kazi? Tuko na vijana wengi sana ambao wengine wamesoma, wana madiploma, wana PhD. Na tukiangalia ni kwamba asilimia kubwa ya Tanzania ni vijana, lakini wengi hawana ajira. Tukasema tutawatumia hao vijana kwa ajili ya kwenda kusaidia nao katika swala zima la kilimo. Hiyo ndio target ambayo tumedili nayo. Naitwa George Bundi, natokea Kibaha, ni mshiriki wa hii training iliyoandaliwa na YPC kupitia Global. Kimsingi hii training imenisaidia vitu viwili vikubwa mno katika vingi nilivyovipata katika training hii. Kitu cha kwanza, nimefahamu kujua social entrepreneurship ni nini. Social entrepreneurship ni kitu ambacho kumbe unaweza ukawa mfanyabiashara, lakini ukawa mfanyabiashara wa kijamii kwa kuweza kutatua matatizo mbalimbali yaliyopo katika jamii huku ukiwa unaingiza kipato. Kwa hiyo hilo ni la kwanza ambalo nimelifahamu na ni kubwa sana, ambalo nafikiri tunaweza tukalitumia kama vijana, tukalitumia kama wanajamii huko tulikotoka, ili kuweza kufahamu kumbe ndani ya matatizo tulikuwa nayo katika jamii
tunaweza tukayatumia hayo kama fursa kuweza kutatua na matatizo mengine yaliyokuwepo huko chini. Lakini kubwa zaidi niliondoka nalo ni kwamba wakati mwingine unaweza ukajibrand yourself, ukajibrand wewe kama wewe, kwamba wewe si mfanyabiashara bali wewe ni biashara. Hicho ni kitu ambacho kikubwa nimejifunza katika training hii, na niwapongeze sana YPC, ili shirika la vijana kule Kibaha kimsingi limetuletea mafunzo ambayo ni mazuri sana kwa vijana. Moja ya tatizo ambalo linaweza likatatuliwa kupitia hii social entrepreneurship ni kwamba wakati mwingine kunaweza mtaani kukawa na tatizo la takataka. Sasa nyinyi kama vijana kwa grupu mkaanzisha kitu kama hicho, kuzoa hizo takataka, lakini wakati huo mnazoa hizo takataka huko mnapata hela kupitia zile familia au zile kaya, ambapo tayari mmesaidia jamii katika masuala ya mazingira, lakini vile vile mnapata kipato kupitia hiyo shughuli. Kuna vitu vingi sana katika jamii. Jamii ina matatizo mengi sana. Kikubwa ni kuwa wabunifu huko tulipo katika maeneo yetu. Lakini mfano mwingine mkubwa naweza nikasema, tuna vijana wakati mwingine wapo tu mtaani wanashindwa kujiorganize pamoja wakafanya kitu. Kuna masuala ya kilimo, masuala ya mazingira niliyoyasema, kuna masuala ya internet, mkakaa mkajiorganize kwamba hapa kumbe tunaweza tukaanzisha kikundi, watu wakawa wanakuja kupata huduma hizi, lakini huku mkapata kipato. Lakini nataka nitoe wito kwa vijana wenzangu. Kazi ni kazi yoyote ile ambayo unaweza kufanya. Na nitoe wito vile vile kwa vijana wenzangu kwamba tusisubiri serikali ndio itoe ajira. Tumeona sasa hivi hiyo changamoto. Ndani ya jamii zetu kuna fursa ziko nyingi sana ambazo hizo tukizitumia, tukawa wabunifu, tukawa watu ambao wa create kitu na kufanya ubunifu ule ambao unaotakiwa, tunaweza tukajikomboa sisi kama vijana. Unaweza ukaanzisha pale mgawa wako kama dada, ukawa mama ntilie, lakini kutokana na sasa hivi serikali ya viwanda, kuna sehemu watu wanajenga viwanda, nenda pale kaanzishe kamgahawa, kaanzishe soko, kaanzishe kitu kile kidogo ambacho unaweza ukakifanya wewe kama kijana ili kujipatia kipato chako. Ndio utarudi kule kwenye dhana tunajifunza hapa ya social entrepreneurship, kwamba unafanya kitu kuisaidia jamii lakini huku unapata kipato. Kimsingi tunahitaji kuiweka nchi yetu katika mazingira safi, tunahitaji kuweka eneo letu la kwa jumla kwa jamii ili kuwa safi. Natoa wito kwa vijana wenzangu, ile dhana ya kusema kwamba huwezi kufanya kazi hii tuiondoe kabisa. Kuna watu leo hii wamekuwa wana fedha nyingi sana kwa sababu tu ya hii shughuli ya kuzoa taka. Ndio maana unakuta hata serikali inataka kuwatafuta wazabuni wakubwa ili wafanye shughuli. Lakini kama tutakuwa na ule muunganiko wa vijana wenyewe katika lile eneo lenu, mtaa wenu, kwa kushirikiana labda na mwenyekiti wenu wa serikali ya mtaa, mkajiorganize katika huo mtaa, mkaweza kutatua hili tatizo la kuzoa taka vizuri kabisa. Na nataka niseme kwamba kitu kimoja, mtu akishajua kwamba kijana fulani anafanya hii kazi ambaye na yule mzazi yuko katika lile eneo, atatoa support ya kutoa hiyo hela ili mwisho wa siku yule kijana aweze kujiendeleza kipato chake. Jina naitwa Irene Karumuna, natokea shirika la vijana la TYVA, Association ya Vijana Tanzania. Nilikuwa mmoja wa washiriki wa training iliyoandaliwa na YPC, na katika training hii tumejifunza mambo mengi kama alivyoongelea mwenzangu aliyepita, lakini katika mifano mbalimbali ya social entrepreneurship ni kama tatizo moja la maji ambalo lipo katika jamii yetu. Mtu anaweza akaja na akatatua tatizo hili labda kwa kujenga container kubwa ambayo itahifadhi maji na kusupply. Wakati huo anatatua tatizo hilo la maji akiwa anajipatia kipato. Kwa maana hiyo ni moja wa mfano ya social entrepreneurship ambapo mtu anakuwa anatatua tatizo fulani katika jamii, lakini pia akiendeleza kipato, lakini kitu kikubwa cha msingi, hilo solution atakayotengeneza iwe endelevu. Aya twende tetema, oh mama tetema, tipo tetema, oh mama tetema. Aya twende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama tetema. Tetema, yani kama umepigwa shoti. Tetema, ipe miganisho ya roboti. Tetema, ukutani hadi kwenye kochi. Tetema, kwenye giza mama shika tochi. Kataka kama noga, oh mama, nakapandizi za Bukoba, oh mama, nakapandisha boda boda, oh mama, nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ai mama shigidi, nakufa hoi wikidi, ai mama shigidi, konki fire moto liquidi. Aya twende tetema, oh mama tetema, tipo tetema, oh mama tetema. Aya twende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama tetema. Aya twende tetema, oh mama tetema, tipo tetema, oh mama tetema. Aya twende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama tetema.
kama vile generator. Tetema, kama mwizi kakupiga ngeta. Tetema, mwendo wa kutunga kupepeta. Tetema, chini nikipuliza tarumbeta. Asawoza, doza, cheza shogoloza. Kufa chali kama mende. Maria Rose, pose, tungi limegoza. Twende nikupige nyembe. You make my mind go kolo, kolo, kolo. Ukinuna tumie toro, toro, toro. Sani pesa digi digi. Miuno ya kiki kiki. Funga kibindo mkwiji kwiji. Nikunyonge kazigi zigi. Tete. Oh mama tetema, tipo tipo tetema. Oh mama tetema, aya twende tetema. Oh mama tetema, shuka chini tetema.